Oa, sawa. Subirini kwanza jamani. Hawa malifu. Haya, tuendelee. Okay, yes sir. Steve. Lakini Mwenyezi Mungu kajalia mpango wetu na mpango wa mwalimu tunaweza kurudi. Kama sio benchi la ufundi naomba tusubiri, kama sio benchi la ufundi hatua ni ngumu, hatua unaongea inakuwa ngumu bado Bado ukae. sisi ni timu South Africa na sasa tunaenda kwa maandalizi ya kwenda kucheza mchezo. Kwa aina ya mchezo ambao national media hasa kutegemea katika mchezo unaofuata duniani. Naweza kusema kwamba kazi kubwa nasema kama naiachia benchi langu la ufundi ndio ambacho tunaenda kuangalia na kama maandalizi yetu ambayo tunafanya katika mchezo wa mchezo. Tofauti na mchezo wa benchi hapa na tofauti na mchezo hapa ndio maana kwa mchezaji na mchezaji nini hasa kimebadilika. Kama kimebadilika zaidi tunatengeneza nafasi nyingi na kuweza kuzitumia, lakini imani sana tunasiona hilo na nadhani tunaenda kufanya kazi ili kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa Goli moja peke yake naliona likiweka ugumu kwenye mchezo unaofuata ama pengine umerahisisha mchezo unaofuata. Naweza kusema kwamba tumepata goli moja, lakini sisi tunahesabia kama bila tunaenda kuanza mchezo upya na tunaenda na focus ya kutafuta ushindi tena. Umetengeneza nafasi lakini umeshindwa kuzitumia, inawaumiza hiyo? Kutengeneza nafasi na kutumia inaumiza, lakini naweza kusema kwamba tunajipanga vizuri kwa ajili ya mchezo unaofuata mchezo. Mimi nimechelewa. Mwisho. Jadu ndio. Na hongera kwa matokeo. Naweza kusema kama nashukuru. Naweza kusema kwamba nashukuru nikiingia ilikuwa mechi ngumu kiasi gani na wapinzani wenu mnawazungumziaje? Kuna mchezo marudiano tarehe 27. Naweza kusema kwamba timu yote iliyoingia nusu fainali ni timu nzuri na ukiangalia hata wachezaji wao ni timu nzuri, kwa hiyo naweza kusema kwamba kazi kubwa tunaiachia benchi la ufundi ambao wanaandaa ni kitu gani ambacho tunaenda kukifanya kwa ajili ya mchezo. Kuna uzoefu wa robo fainali nyingi zaidi. Hii ni nusu fainali yako ya kwanza kwa klabu ya Simba. Pengine ugumu wa nusu fainali na stage nyingine zilizopita tueleze. Naweza kusema kwamba kila stage ina ugumu wake na sisi kama Simba tumejiandaa kwa ajili ya hilo, na sasa tunasema kwamba mchezo huu tumeshaufunga na tunachukulia kama tumetoka hapa bila tunaanza kwenda kuanza mchezo upya sasa. Kuna muda mlikuwa mnaimisa atmosphere ya Benjamin Mkapa? Hapana, kila kitu kilikuwepo kwa sababu mashabiki wengi wameweza kujitokeza na wameweza kutupa support na tumeweza kupata ushindi. Mlionekana kipindi cha pili ku slow temper, ni nini hasa mliongea, labda wachezaji kulinda ushindi ama kutokuriski zaidi na kutengeneza madhara? Hakuna tempa iliyoweza kushuka kwa sababu tulitengeneza nafasi nyingi na hatukuweza kuzitumia. Nadhani benchi la ufundi limeona na litaenda kufanya kazi. Unaiona nafasi ya kufanya vizuri ugenini na kufuzu kwenye fainali? Maana nimeweza kusema ya kwanza kwamba tunaweza kusema kwamba hii tumelifuta na tunaenda kuanza mchezo huu. You know, I'm confident in our players. Our players are improving all the time, and lessons like tonight will prepare us for not only the second leg but prepare us for the final. And in the final, we've got to be more. We've got to shift up our mentality. Not only reach the final, but win the cup. Some fans are not satisfied with the results. You think, what can you say? Tell me. Yeah, me, I actually wanted a 0-0. For me, 0-0 today would have been a good result. But after the match, we could have won 3 or 4. So very important was not to concede an away goal and 100% we will score each other. So you think it will be easier? No, it will be more difficult. It will be much more difficult once we go to South Africa. That's why I said we need a bigger mentality shift. We have to play the match to score. We know away goals, once we score 1 goal over there, gives us a huge advantage.